Ni kusalimu kwa jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Leo nataka nikufundishe ili uweze kumtumikia Bwana Yesu Kristo kwa roho na kweli, uweze kubeba msalaba wako na kumfuata na kuwa mwanafunzi wake wa kweli, lakini pia ambaye atakuheshimu na kukufanya mkuu juu ya mataifa. Lazima uzingatie haya. Usipoyazingatia, mimi nakupa uhakika utumishi wako utakuwa na changamoto. Lakini pia wenda siku ya mwisho ule utumishi wako usipate thawabu ile ambayo Mungu ameiandaa kwa wale watu ambao wanamtumikia Bwana Yesu Kristo. Sheria ya kwanza kimaandiko ni kutoka Mathayo 10:37 mpaka 39. Maandiko yanasema, apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili ya Yesu Kristo, hiyo nafsi ataiona. Lakini sheria ya pili ya kimaandiko ni kutoka Mathayo 16:25 mpaka 27. Anasema hivi kwamba kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayeipoteza nafsi yake kwa ajili yangu, yani Yesu Kristo, ataiona. Anaendelea kusema kwamba kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Kwamba atakuja katika utukufu wa Baba siku ya mwisho ili kumlipa kila mtu kwa kadiri ya ujira wake au matendo yake au maneno yake. Lakini sheria ya tatu ya kumtumikia Yesu Kristo, kama unataka uwe mwanafunzi wake au mtumikie, tatu ni Yohana 12:24 mpaka 26. Maandiko yanasema, amini amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka chini katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Maandiko yanaendelea kusema, yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza, naye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele. Anakuambia, mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Kwamba chembe ya ngano isipoanguka chini itabaki hali hiyo hiyo. Mfano, una hindi, ukilikarisha ndani litabaki hilo hilo, lakini ukilipanda chini ukarizika litakufa, alafu litatoa muhindi, na ule muhindi mmoja nashangaa limetoa gunzi la mihindi mingi. Na ukizidi kurifisha au kuyafisha yale mahindi, yanatoa mengi. Ndani ya hindi moja unaweza kuja kushangae unapata magunia na magunia ya mahindi, lakini likibaki lisife linabaki kwenye hali hiyo. Kwa hiyo Mungu anatuambiaje? Tunapojitoa tukao tayari muda mwingine hata kuachilia maisha yetu kwa ajili ya jina la Yesu Kristo, basi tutaweza kuja kuzaa matunda na kupokea baraka nyingi na kuongezeka. Lakini sheria ya 4 ya kumtumikia Yesu Kristo inatoka Marko 10:29 mpaka 31. Maandiko yanasema, Bwana Yesu akasema, amini nawaambieni, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume na ndugu wake na mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, alafu anakwambia, ila atapewa mara 100 wakati huu nyumba na ndugu waume, ndugu wake, mama na watoto na mashamba pamoja na udhia, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Mstari unaendelea kusema, lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Kuna watu leo wametoa sawa, wameenda kumtumikia Mungu, lakini kwa sababu ya tamaa wamegeukia tamaa na leo wanaangamia. Lakini pia ukisoma kitabu cha Mathayo 10:32 mpaka 33, anakuambia, basi kila mtu atakaye nikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele ya Baba yangu
aliye mbinguni. Basi mtu yeyote atakaye nikana mbele ya watu, nami nitamkana mbele ya Baba yangu. Hiyo ni andiko la 5. Lakini 6 ni ishu ya kupata uzima wa milele. Fuata Mathayo 19:17 mpaka 20. Lakini 6 ni kuwa mkamilifu. Kusoma Mathayo 19:21 mpaka 24, anakuambia uza vyote ulivyo navyo ili uweze kumfuata Yesu, ili uwe mkamilifu. Lakini anakuambia ukizijua amri, ukizifuata amri za Mungu zile 10, ya maana utakuwa na uzima wa milele. Mathayo 19:17 mpaka 20. Lakini 17 Petro anauliza swali kwamba je, tumeacha vyote tutapata nini? Je, tunafanyaje? Lakini ili utawale na Bwana, lakini pia upate mara 100 hapa duniani, soma Mathayo 19:27 mpaka 30. Petro anajibiwa swali kwamba tunapoacha hivyo vyote tukamfuata, tutaweza kurithi pamoja na Kristo, lakini tunaweza kufanikiwa. 8 Mathayo 10:21 mpaka 23, anakuambia na ndugu atamsaliti nduguye ili auawe, na baba atamsaliti mwana, na mwana watainukiana wazazi wao na kuwafisha. Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Lakini anaendelea kusema, lakini watakapofukuzwa katika mji huu, kimbilieni mwingine, kwa maana ni kweli nawaambia, hamtamaliza miji yote ya Israeli hata ajapo Mwana wa Adamu. Kwa hiyo pia nakuonya kwamba unapomtumikia Kristo, jua moja kwa moja utainukiwa muda mwingine na ndugu na watu ili wakufishe, lakini utakapovumilia mpaka mwisho, Mungu atakuokoa. 9 Luka 14:26 mpaka 33, anakuambia kama mtu akija kwangu na hamchukii baba yake, mama yake, mke wake, watoto wake, ndugu zake waume kwa wake, naam hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Anakuambia mtu yeyote asiyechukua msalaba wake na kunifuata nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Anaendelea kusema, ni nani kati yenu akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwamba anavyo vya kumaliza baada ya kupiga msingi hana nguvu za kumaliza? Kwa nini? Anasema huwezi ukataka kujenga nyumba kwanza usihesabu gharama, au huwezi ukataka kwenda kupigana au mfalme kupigana na mfalme mwingine kwanza asifanye shauri juu ya uwezo wa kuweza kushinda na kuhesabu ya jeshi lake. Lakini namba 10 ni Luka 15:7, nawaambia vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa mwenye dhambi mmoja akitubu. Kwa hiyo ukiweza kutengeneza watu kutubu na kuacha uovu, ina maana pia ni kanuni ya Mungu, kwa sababu amri kubwa ya injili ya Kristo ni amri 3. Cha kwanza ni toba na msamaha, ya pili wa dhambi, alafu kanuni ya pili ya injili ya Kristo ni kuambia watu ufalme wa Mungu umekaribia, kwa hiyo wawe tayari kujiandaa kwa ajili ya ufalme. Lakini 3 ni kupoza wagonjwa, kufufua wafu, takasa wenye ukoma na kufukuza pepo. Kwa hiyo rafiki yangu, kama unataka kumfuata Kristo na kumtumikia, lazima ujue pia haya mambo. Kisoma kile kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 34 mpaka 39, anakuambia hakuja kuleta amani duniani, bali alikuja kuleta upanga. Kwa maana mkwe na mkwe, mtu na mtu, mama na baba wataachana, watatofautiana. Kwa nini? Ni kwa sababu hakuna namna giza na nuru vitaweza kukaa pamoja. Lakini pia namba nyingine aliyosema, tunaangalia Luka sura ya 12:49 hadi 53, anakuambia amekuja kutupa moto duniani, na kama amesha utupa ni nini anachotaka? Kwa sababu gani? Anasema kwenye familia moja watakuwepo watu 5 wamefarakana. Kwa nini? Kwa sababu lazima kweli isimamiwe, na wale watu wanaotenda maovu wajitenge, watafute kuwafisha wale ambao hawatendi maovu. Lakini maandiko yanasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka, maana adui wa mtu ni wa nyumbani kwake. Lakini mwisho anaendelea kumalizia kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura ile ya 6 mstari wa 14,
mpaka ule wa 18, maana ameweka wazi kabisa na kueleza kwamba kuna uhusiano gani kati ya nuru na giza, kuna uhusiano gani kati ya sanamu na Kristo, kuna uhusiano gani kati ya wanaoamini na wasioamini. Maandiko yanasema jitenge nao, wala usishiriki kitu chao kichafu, wala usishirikiane nao. Kumbuka maandiko yanasema Mungu hajasema tujitenge na wazinzi kabisa wa ulimwengu huu, maana hapo tungeweza kwenda kuishi kwenye nchi yetu wenyewe. Lakini anasema ndugu mzinzi au mtu yeyote asiyemwamini Mungu, aliyemkataa Mungu, jitenge naye kama ni ndugu yako au ni mtu wa karibu. Hapo ndipo hata kitu kichafu sikiguse. Wengi leo wamenajisika kwa sababu wamewaweka wale watu ambao hawataki Mungu, wamemkataa Mungu. Kwa hiyo wanakushauri kwenda kwa waganga, wengine wanakushauri vitu vya ovyo, wengine umejiweka karibu, ndio maana wanazidi kunajisi na kuchafua. Lakini kumbuka, tunamwona Yesu mwenyewe, Herode alipotaka kumuua alikimbilia Misri. Lakini pia tunaona Musa mwenyewe alipotaka kuuawa na Farao alikimbilia kule kwa Yethro kule Midian. Sasa lazima tubadilike, tufate kile ambacho Yesu alisema, tusiwe na kiburi cha uzima. Ndio maana tunaona kwenye Mathayo sura ya 4 mstari wa 4 mpaka wa kwanza mpaka wa 11, tunaona Yesu anajaribiwa na shetani. Anambia kama ni mwana wa Mungu basi geuza hili jiwe kuwa mkate. Lakini Yesu anafuata kanuni za Mungu, anamwambia mtu hatoishi kwa mkate tu bali kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa. Anamjaribu tena, anamwambia basi jirushe, maana imeandikwa ataagiza. Lakini Yesu anamwambia imeandikwa usimjaribu Mungu wako. Lakini pia anamwambia imeandikwa nitakupa hii miliki yote utaimiliki ukinisujudia. Lakini anamwambia ni yafaa tumsujudie Mungu peke yake na kumwamini yeye peke yake. Kwa usije ukakubali jaribu la shetani kumwasi Mungu kupitia jaribu. Jitunze nafsi yako, usimtie malaika kaslani anayekuongoza na anayekulinda, maana hata kusamehe makosa yako usipozingatia hilo. Soma Kutoka 23 kuanzia 22 mpaka 28. Na ukizingatia hayo, ndipo atabarikia chakula chako Mungu na maji yako, na ataondoa ugonjwa kati yako. Ndipo atakutukuza kati ya mataifa na kukufanikisha. Soma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 1 mpaka 14. Naitwa Apostle Johannes John. Nawapenda sana. God bless you. Be a shining star in Jesus' holy name. Thank you for watching.